Karibu sana katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Jabir, Abel na Mkin, tukiwa katika kurasa za mwisho, na leo hii ni siku moja tu kabla ya siku ya watani wa jadi hapo kesho, ambapo kutakuwa na mchezo saa 2:15 ama saa 2:15 katika dimba la Aman, New Aman Stadium, ambapo watacheza Yanga na Simba. Yanga akiwa nyumbani kuikaribisha Simba mgeni katika mechi hizo. Timu zote tayari ziko Zanzibar na tutapita huko kuweza kuangalia leo siku ya Jumamosi, siku moja tu kabla kumeamkaje kuelekea katika pambano hilo. Lakini pia kuna mambo mengi ambayo yapo hii leo, michezo ya ligi mbalimbali barani Ulaya ikiendelea na pia ligi kuu ikiendelea. Halikadhalika leo kuna mkutano mkuu wa TFF ambao unafanyika pale Kahama, katika eneo la mji. Upo mji kidogo, upo kidogo ule mji ama ndani kuelekea katika mkoa mwingine dhidi ya Shinyanga? Uko ndani ya Shinyanga. Upo ndani ya Shinyanga, lakini pembezoni kidogo. Kwa hiyo mkutano mkuu unafanyika pale, na nimeona kuna shughuli mbalimbali siku 3 kabla wanatembelea miradi TFF. Kahama ni moja ya wilaya ambazo zinakuwa kwa kasi Tanzania. Na unaweza kuona kwa uthibitisho huo, unaweza kuona kwa mfano tu kwenye sekta ya fedha. Karibu benki zote sasa hivi zina focus pale na zinafungua matawi pale. Benki zote? Karibu ni benki zote. Na yani sasa hivi hadi benki za kigeni zimeshafika Kahama kufungua branch. Kwa hiyo unaweza kuona kiasi gani kuna activities nyingi na circulation ya fedha iko kubwa sana. Hata TFF mimi nilivyoona niliwapongeza sana kimoyomoyo kwamba ni very strategic kwenda kama maeneo kama yale. Okay. Mimi siwezi kubisha, ni mtu wa benki. Au unasemaje Nkini? Utabishani. Wewe bishie kwenye upande wako. Research inasema research ya benki muachie mwenyewe. Wanakwambia samaki akikwambia maji ni ya baridi, hutakiwi kumbishia. Kweli. Kwa sababu yeye ndo anaishi huko. Wewe unaishi huko, unasema baridi vipi au moto vipi? Haya bwana, kwa hiyo mkutano unafanyika huko, na hapo baadaye tutakwenda moja kwa moja katika huo mkutano kuweza kuwaletea nini ambacho kinaendelea katika mkutano huo, ambao kusema kweli unakuwa unafanyika mara kwa mara katika mambo haya. Ajenda, Abel, najua wewe uko kwenye chungu. Ni mkutano wa kawaida ambao pia ajenda zake ni za kawaida. Hamna vya uchaguzi mdogo. Utakuwa na uchaguzi mdogo wa kuziba nafasi moja ya ujumbe wa kamati ya utendaji kwa kanda namba 1, ambayo aliyekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji kanda namba 1 Hosea Lugala amejiuzulu nafasi hiyo. Kwa hiyo wanakwenda kuziba na mgombea mmoja ambaye ni Lameck Nyambaya peke yake. Okay. Kitu ambacho naamini ni mkutano ambao pengine unaweza ukaisha mapema sana katika historia ya mkutano ya TFF. Haya, tutarudi kwako, bado sauti haiko sawa kabisa Abel. Lakini nitataka kufahamu, kuna mtu mmoja alisema jamani, zile tuzo za TFF ndio hivyo tena. Jamii, kuna mtu ananiambia kwamba zile tuzo za TFF za mwaka jana ndio hivyo tena. Kama wewe nitauliza wadau. Mimi nikasema nitauliza wadau. Yaani kwa sasa hivi lazima ungemkubalia tu ukamwambia na mimi naona hivyo hivyo. Kama kwa sasa hivi. Huu mwezi wa 3. Tunawaza tuzo za msimu huu, sasa sio za msimu ule tena. Kwa sababu msimu umbakiza siku chache tu huu sasa hivi. Labda tukubaliane kwamba tukienda kutoa tutoe zote mbili. Ya msimu uliopita na ya msimu huu. Lakini sasa hivi tukisema tunaandaa ya msimu uliopita, hiyo itakuwa sherehe kubwa. Yani kama sherehe ilikuwa inategemea ile ya tuzo moja sinakoga saa 5. Inawezekana mpaka asubuhi sasa. Unajua bwana, katika hili sakata, sio sakata babu. Yaani sio sakata. Sawa, lakini katika mjadala huu, mjadala huu mimi nafikiri naweza kukubali kibinadamu
kibinadamu. Yani kibinadamu naweza kukubali kwamba kulikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vinaweza kuonyesha kabisa kwamba unaweza kukubali hili jambo likapita kwa mwaka jana kutokana na mambo yalivyokuwa kwa msimu uliopita. Kwa hiyo hata nilivyoona hii mijadala ya watu kuuliza tuzo za mwaka jana, leo ligi ushafika raundi ya 15, raundi ya kwenye msimu mpya. Nafikiri inabidi watu wadau wa soka wanani hiyo waiache kwamba imeshapita, tuende tuendelee na season iliyokuwepo. Mimi wakati tunaweka vizuri microphone ya nani ya Abel najua ana jambo, inawezekana ana jambo, lakini mimi hapa kwa matamanio yangu Jabir ni kwamba tuzo zifanyike wiki moja baada ya ligi kwisha, na mipango hapo katika baada ya ligi kwisha kuna mipango mingi hapo, kuna mtoano, mechi, sijui nini hapo. Je, ifanyike baada ya mechi za mtoano au zifanyike mwanzoni mwa ligi kuanza? Nafikiri picha nzuri baada ya mechi ya mtoano, ile mechi ya mwisho za playoff. Yani ikishamalizika hata zile playoff unaweza kuziacha, kwa sababu mara nyingi ni nadra sana kutokea maamuzi ya tuzo yakatokana na zile mechi za playoff. Lakini zile mechi mfano finali labda ya FA ndio imekuwa ya mwisho, ile finali ya CRDB. Ile siku umemaliza finali, kesho yake au siku hiyo mnaweza mkaandaa na sherehe za tuzo ili kuepusha pia kuwakosa wachezaji wengi. Unajua mkishaongeza wiki moja mbele, ligi ishamalizika, kila mtu anaenda mapumzikoni. Tuzungumze mimi na wewe Jabir. Wewe unaona ukiangalia anachosema Philip King ni sahihi kabisa, kwa sababu kuna sababu gani ya mpaka ile kombe la shirikisho la CRDB linaisha mnachukua muda kama miezi kufanya tuzo? Kwa hiyo ukiangalia hata kama unamtafuta mfungaji bora wa kombe la CRDB la shirikisho, maana yake unakosha mpata pale ikishaisha ile kombe la CRDB. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni kweli anachosema Nkini ina logic kwamba inapoisha tu lile kombe la shirikisho la CRDB moja kwa moja zile sherehe za tuzo ziende kufanyika. Kwa hiyo unaona kwamba kuna umuhimu wa kutokuchukua muda mrefu wa kutokufanyika zile sherehe, na ukweli usiopingika ni kwamba ukiziweka muda mrefu ili zije kufanyika, unajua zinapoteza ile ladha ya tuzo zenyewe. Kwa hiyo nafikiri labda kitu ambacho kinaweza kuwepo ni labda kama alichosema Chazi Abel wiki iliyopita, inawezekana kuwa na gap of communication ya kuamua kwamba tunaenda kufanya hiki kitu. Okay, sasa Abel tumalizie kamjadala haka kabla ya kuingia dabi, kabla ya kuingia na Kariakoo dabi, Kariakoo dabi, tuzo make wote wameongea na huko kwenye chungu. Niko kwenye chungu lakini sina mamlaka ya kusemea. Ni kweli hauna mamlaka, ni kweli. Tuzo zimepita zile za msimu uliopita. Mimi matamanio yangu mimi zifanyike kwa pamoja na za mwaka huu ili kuondoa hii. Nachukua maoni yako na afikisha sehemu sahihi. Unaweza ukafikisha sehemu ikawa kwamba yule mchezaji wa mwaka jana ambaye ndio hiyo sasa yupo kashaondoka. Ndio Nkini anaosema hiyo. Ukishaikaga ile zaidi ya wiki moja ndio uweze kumpata mchezaji labda ambaye ametoa dharura kwenye klabu yake. Ndio unakuta saa nyingine tunaonaga pale wawakilishi wanakuwa wengi sana. Tuzo, unajua tuzo zinatamanisha ukimwona yule mhusika mwenyewe anaenda kupokea tuzo yake. Yaani tuzo ya Pacome alafu naenda kupokea mimi, au sijui tuzo ya nani anaenda kupokea Jabiri. Yaani kuna ladha fulani huwa inapungua. Lakini yule mhusika akienda kuchukua tuzo mwenyewe kidogo inaleta picha nzuri. Na ukishaongeza siku 3, yaani siku 3 kuanzia mashindano yamemalizika, ni ngumu kuwapata wale watu hapa nchini. Hata wachezaji wetu wenyewe wa ndani na huwa wanatoka wanaenda zao mapumzikoni na nini. Kwa hiyo ni ngumu sana kuwapata. Haiwezekani, kwa mfano, natoa mfano, haiwezekani tukafanya katikati kabla ligi haijaisha
tuzo za msimu uliopita. Yani msimu wa 24 25 kwa mfano baada ya kutoka mashindano ya Mapinduzi kawe kuna kasehemu pale ka wiki kwa ajili ya tuzo, yani iwe katika kalenda kabisa, lakini ni tuzo za ule msimu uliopita. Changamoto pia ipo. Nao changamoto changamoto inayokuwepo ni kwamba wachezaji wetu wengi hawana garantia ya kubaki kwenye timu zetu kwa misimu 2 hadi 3. Sasa unapokuja kuifanya katikati, mfano ukisema unaifanya katikati, msimu umeshaanza na wachezaji wengi sana hapa katikati wanakuwa wameshaondoka. Mwingine yuko Ivory Coast, mwingine alishaenda yuko Nigeria, mwingine yuko Misri, na ni ngumu, sisi imeshaonekanaga ni ngumu sana kuwaita wale kuja hapa kuja kupokea tuzo zao. Yaani tungekuwa tuna uwezo bwana, bado tukawaita wakaja wakapata ile room ya kuja kupokea tuzo zao, ingekuwa vizuri. Lakini kumtangaza tu mtu ambao wakati watu wameshamuona, ameshacheza mechi 12 anaitumikia Zamalek, inapunguza tena ubora ule. Ndio maana nilikuwa nasema mimi, yani ile pale kwa bana hapa ndani ya siku 2 baada ya mashindano kumalizika inakuwa sahihi. Jabiri amezungumza mwanzo akasema za msimu uliopita zilikuwa hakuna jinsi. Yani watu walikuwa wanaelewa, lakini shida inayokuja pale taarifa. Yani unajua taarifa ilikuja ikaeleza kwamba zinakuja hapa alafu ikatulia. Yani ilikuwa inatakiwa taarifa lazima ieleze jamani kutokana na hivi. Kwa sababu unajua zile tuzo zina wadhamini wake. Kuna watu wanadhamini zile tuzo. Yani lazima uwaelezee watu jamani kutokana na hivi tumeshindwa, tutafanya hivi, au kwa msimu huu hazitakuwepo, kwa sababu zile ziko kwenye kanuni kabisa za TFF. Yes. Unaona, kwa sababu kitu ambacho kiko kwenye kanuni za TFF ni vizuri, lazima waeleze kabisa kwamba jamani, wale mashabiki na wadau wa mpira tumeshindwa kuzitoa hizo tuzo kwa sababu zizo nje ya uwezo wetu, basi tutaziunganisha kwenye za msimu ujao, au kwa msimu huu hatutazitoa. Okay. Na nafikiri mjadala mkubwa uko kwenye eneo hilo la Nkini. Yaani ingekuwa zimeshaeleza moja kwa moja, leo mtu asingerudisha kwa sababu taarifa ilishaeleza nini kimetokea. Okay. Tuje katika kurasa za mwisho na za mbele za magazeti. Mwana Sports anasema dabi ipo, kukiwa na wachezaji mimi naona kawa AI lakini wamevaa jezi za Yanga na Simba. Sasa kuna maneno mengi hapa, Huyu Ramadhani kuna maneno mengi hapa. Wewe? Mimi kikubwa ni kwamba mwandishi amemwelezea refari atakichezesha mechi Nasoro Bunchu kutoka Tanga. Ndio amemwelezea na amesema ameweka rekodi ndani ya kipindi cha miaka 5. Rekodi? Sasa tuishie hapo watu wakasoma. Lakini ameeleza tu kwamba aweka rekodi afa kaielezea hiyo rekodi. Lakini hiyo rekodi ni ya miaka 5, ilikuwa haijawekwa. Kwa hiyo ndio amekuja kuiweka hiyo Nasoro Bunchu. Mwandishi ni Chazi, mwandamizi. Kwa tumpigilia hapo. Basi zamani kabisa, zamani nilikuwa nahisi Mwinchungu ni askari. Zamani. Kwa jinsi alivyokuwa ananyoa nini na nini? Mimi zamani. Sasa katika kumfuatilia wewe unapotoka, huyu ni mwalimu. Ni kweli? Yes. Ni mwalimu wa sekondari. Asiju. Labda atatuambia. Kwa hiyo hapo kuna taarifa yake. Ndio pambano lake la kwanza. Ndio pambano lake la kwanza la dabi. Na inawezekana pia ndo akaika historia ya kuwa mwamuzi mwenye umri mkubwa kabisa Tanzania kuwahi kuchezesha dabi. Kwa sababu Januari alitimiza miaka 50. Umemchunguza. Ulikuwa unajuaje maandiko ya Chazi? Unafaa. Maandiko ya Chazi unajua? Januari ametimiza miaka 50. Yes. Hivi rekodi ya waamuzi hata 55, si ndio? Hata 60. Inategemea kwa nchi yenu mlivyojiwekea, lakini kwa shirikisho la mpira wa miguu duniani, kwao refa akishavuka umri wa miaka 45 wanamuondoa kwenye nanili yao. FIFA. Kwa sababu viungo nini.
sababu wanaamini hawakatazi kuchezesha ndani. Lakini ile beji hawezi kupewa. Wao wanaamini kwa standard yao, kwa umri huo refa hawezi kuendana na kasi ya mchezo. Sawa, haina shida. Tutazidi nafikiri kuna namna hapo tutaweza tukamshirikisha Osman Kazi. Jana nikupona hiyo picha hiyo unaiona ya Mwinchui. Mwinchui. Ukienda miaka 10 ijayo 2036 ijayo itakuwa na historia kubwa sana. Kwa nini nasema hivyo? Jana nilikopo na Osman Kazi, rafiki yangu Mkini, nikaona makala, ni makala ile story, makala ya Osman Kazi library. Anasema ile makala wakati huo kijana Osman Kazi flat, tumbo liko flat, mwamuzi ninayo songa mwana, kesho nitakuonyesha. Na Osman Kazi yeye alicheza mechi ngapi? 2 au 3? Nakumbuka kama 2 hivi. Za Simba na Yanga. Nikaona kwamba pale kuna headline, baba alitaka niuze mikate. Yaani ile makala baba yake ndo kafanywa. Anasema anamsemea mtoto wake kwamba yeye baba alikuwa anatamani mtoto wake awe anauza mikate, sio kuchezesha mpira. Sio waamuzi kuuza mikate. Jana nikaja nikarudi hapa nikamtafuta Osman Kazi. Unaona vitu hivi sijamuona, lakini nitampa kwa hivi. Na kesho tuna kurasa special ya dabi. Nitaomba nivunje protocol, niilete hiyo picha uone. Sasa ndo uone baada ya miaka ile. Kupo mwaka gani? 2002 kama sio na 3 au na 3. Ni miaka 10 na ngapi? 20 kitu 24. Baada ya miaka 24 sasa. Upo. Alitunza Nkini? Ipo library. Ipo library pale. Kijana wakati huo Osman Kazi kijana, sio kibonge kama sasa. Lakini sio kwa sababu labda rafiki yangu nani Osman. Lakini mimi naamini, yani naamini ni kama mtu aloacha kuchezesha mapema sana. Na mimi naamini hivyo. Wewe unaamini hivyo? Yani naamini hivyo, kama Osman ameacha kuchezesha mapema mno. Labda nafanya mambo mengine. Na Mwinchui tu miezi kadhaa iliyopita alinukuliwa na chombo kimoja cha habari kwenye mashindano yao ya waamuzi yalifanyika Babati kule. Alikotiwa akasema hata sisi wenyewe waamuzi tunaumia. Yaani kuna mechi walicheza wenyewe kwa wenyewe mpaka ikawa yani kama ilikuwa na prokushani. Yaani ilikuwa mechi ya waamuzi hapo, anachezesha muamuzi afu wenyewe tu akawa wanalalamikia. Wenyewe wakalalamikiana. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndo baadaye anahojiwa asema hata sisi wenyewe waamuzi tunaumia mtu akipendelewa. Kwa hiyo naamini sasa hicho yale maamuzi ambayo yeye mwenyewe alikiri kwamba anaumia, nadhani sasa yeye ndo akaipiga akatuonesha kwamba fair ile sasa, fair play. Piga 17 pale Zanzibar. Sasa bwana, katika hii leo bwana, hii maneno haya yanatoka kwenye dabi ipo. Hii katika hii dabi ipo. Kuna vitu vinatisha hapa. Ngoja nikusomee. Sawa, nisomee. Kwa sababu miwani yangu hainiruhusu kusoma karibu, ni mbali. Karibu na watu watashangaa huyu vipi mbona ametoa miwani. Ni kwamba kikosi cha Yanga Diara shilingi bilioni 1.2. Bilioni B. Thamani yake. Naona. Sasa huko sasa wewe. Kikosi cha Simba Kasali shilingi milioni 225.3. Milioni 200. Yanga Mwenda milioni 225. Kapombe milioni 225.3 milioni hiyo. Huyo Mwenda na Kapombe. Shabalala
milioni 751. Kibabage milioni 150. Job milioni 600.8. Rushain bilioni 2. Baka milioni 901.2. Ture milioni 900.1, milioni 901.2. Sawa, yuko sawa Ture na Baka. Haya, Damaro milioni 150.2. Kagoma milioni 225.3. Zengeli 1.2 bilioni, shilingi bilioni 1.2 Zengeli. Gwe shilingi milioni 144.2. Abuya shilingi milioni za Kitanzania milioni 150.2. Loemba shilingi milioni 300.4. Pakome shilingi 1.4 bilioni. Chama milioni 300.4 milioni. Depo milioni 600.8. Mwalimu milioni 150.2. Okelo 1.5 bilioni za Kitanzania. Oura 600.9 shilingi milioni. Nimemaliza. Ni thamani ya kila mchezaji. Yeah. Hii inatokana vipi sasa makadirio? Hapa kwa mfano Yanga naona bilioni ziko ngapi? Mzengeli ana bilioni, Pakome ana bilioni, Diara ana bilioni, Okelo ana bilioni. Haya, huku bilioni nimeiona moja tu ya Rushain. Manake kuna bei mmezikoti kwa mchezaji alivyonunuliwa kutoka klabu moja kwenda nyingine. Msomaji anunue gazeti. Unamsikia mkimi. Alafu tuwapongeze hizi unaona hizi vinani vidogo hizi ni Instagram comment account za watu ambao wametoa comment. Hizi comment umezitoa wapi? Kwenye peji gani rasmi ya Mwananchi? Binafsi. Binafsi. Sababu hapa naona Alikamwe, naona Ahmed. Yaani Simba kama siwaoni. Naona kuna yani mashabiki ndio hapo. Naona tunaipenda Simba, naona Patson Yanga, naona Hamduni, naona Adeline, all the best my team. Hizo zipo. Na designer ni nani? Ni Ramadhani. Kesho utakuwa naye? Nilikupa taarifa yake jana nafikiri. Utakuwa naye? Nilikupa taarifa yake jana. Okay. Tuta confirm baadaye. Kuna mechi hapa zipo zimewekwa, kwa hiyo ndivyo hivyo. Mbona kama kumekuwa na ukimya baada ya kusoma mabilioni? Kumekuwa na ukimya baada ya kusoma? Hapa kama hali ya hewa imekuwa kimya. Unajua bahati mbaya walioandika gazeti ambao wamehakikisha limetoka leo tunalisoma ni hao hapo. Sasa nimewauliza kuhusu bilioni, wamesema tununue gazeti. Kwa hiyo tukishatoka hapa tununue gazeti ili tusome hizo, kuweka hizo figa. Kwa sababu unajua kwa mfano kwa mambo ya Simba na Yanga nimeona Pakome ni bilioni. Bilioni. Lakini nimemwona Chama ni
milioni 300 sijui. Sasa unajua kwenye ushabiki wa Simba na Yanga, yani hiyo lazima kuwaeleza watu, unaweza kuchukua mpaka wakuelewa, unaweza kuchukua muda mrefu sana. Wataipinga hiyo figa hapo mpaka asubuhi. Sasa watu wanunue gazeti, naamini kabisa research imefanyika, na labda ni kwangu mimi na wewe tunaweza tukasema ni thamani ya mchezaji, sio kana kwamba yani ndio hela anaipata. Tuweke hivyo, labda tuweke hivyo, yani wamemvalue kwamba saizi anaweza kuuzwa bei gani sokoni, na hajamvalue sisi, yani sio sisi gazeti gazeti limemvalue, yani sio sisi tumemvalue, gazeti limemvalue. Ndio thamani ambayo ipo sehemu, kwa mtu akisoma atagundua kwamba hii imetoka wapi. Kaandika nani kwanza? Historia ndani nijue kaandika nani. Ndani utaiona. Tutamjua sasa. Kwa hiyo hapa huo mti maana yake nini? Lungu hilo au sio lungu hilo? Ni mti. Hapana, haionyeshi kama fimbo fulani hivi. Mti una nani kabisa? Mizizi. Pembeni kuna nini ukiangalia watu? Au huko upande wa Yanga na huko upande wa Simba? Unaona nini? Kiangalia vizuri. Muda na au una maana gani? Haya maandishi. Achana na maandishi. Yaani pembeni yao kuna kama picha fulani hivi ya kitu inaonekana. Wachezaji. Yaani pembeni ya wachezaji. Yaani huko kwenye maandishi kuliko kuna kitu kinaonekana ukiangalia vizuri sana. Bahari. Bahari. Yaani kama huko pembeni anakosema si unaona maji haya? Si unaona maji haya? Ni maji. Kwa hiyo hayo maji yamepasuliwa na hii fimbo au na hili gogo na hiyo fimbo. Ni maneno ya wapi kwenye Biblia au ya wapi, kwamba wale nene wamepasua tukapita, ya Musa? Kwa hiyo ni Musa mmechukua, sio? Wamechukua, nafikiri wamechukua mfano huo, wameutafsiri hivyo. Wameutafsiri hivyo. Sawa, nzuri, good idea. Nzuri. Wakati na mimi kesho nitakuja kujua kopi ngapi zimeondoka hii. Ya hii hapa. Bahati mbaya leo hali yuko Zanzibar. Tungejua yani watu wanakimuhemu. Yani nataka kujua kesho ili gazeti litakuwa Charles na kwamba limepokelewaje sokoni leo. Pokelewaje sokoni? Kwa sababu lina ushindani hapa. Hapa hasa katika hii bei ya vikosi. Ukiangalia bei ya vikosi ina tafsiri nyingi. Ina tafsiri nyingi. Na hata kuna stori za mwendelezo katika bei ya vikosi. Lakini wote tumetoka tumetoka kafu. Unataka kuangalia mwandishi nani katika yeye mtupe huko. Wote mmetoka. Wote mmetoka. Mashindano makubwa. Angalia wewe huko mwandishi ni Chazi Abel, ndio yeye akisema Mwinchuu. Ndio hiyo story moja tu. Hiyo. Okay. Hiyo hapa, angalia ukurasa wa pili hapo utamwona mwandishi. Kwenye ukurasa wa pili hapa. Naona kuna mwandishi wetu. Mwandishi wetu. Basi ndio ndo mwandishi. Haya. Katika michezo kama hii jana wakati tuna peruzi kule library tupo tunaangalia ufalme wa, unajua Simba na Yanga zinapokutana kuna ufalme wa sasa huu, kuna ufalme wa wachezaji na kuna ufalme wa makocha. Hapa unaweza ukaona ufalme wa kocha wa Yanga na ufalme wa kocha wa Yanga na ufalme wa kocha wa Simba. Kipindi hiki wachezaji sio sana kama umeweza kuangalia, na ila ufalme tunaweza tukalenga hata kesho. Katika miaka iliyopita ya nyuma kulikuwa kuna ufalme wa wachezaji katika hizo dabi na kuna ufalme wa makocha katika hizo dabi. Tulikuwa tunaona mpaka kina Sianga. Agree.
James ni James Agrey. James Agrey Yanga marehemu. Miaka na miaka na miaka. Kwa sasa inaonekana hapa sasa, na mechi ya Simba na Yanga ndio inatoa mwangaza wa timu bora. Kwa maana gani? Hata mtu akichukua ubingwa kama hajamfunga mwenzake inakuwa kama huo ubingwa wako una mushkeli. Sasa kwa ni kivipi wakati ligi na mechi 30? Yaani mechi mbili kwa mfano, yani kwa mfano katika mechi 30 kuna mwingine kashinda mechi 28 asiwe bora. Abeli maarufu. Yaani Abeli sio kama ajui. Unajua yani mimi nakupinga kidogo hapo unavyosema kwamba hii ndio inatoa timu bora. Kwa sababu kwenye ligi na mechi 30. Okay, kwa mfano mmoja akamfunga mwenzake mechi mbili afu mwingine kashinda mechi 28. Wewe kama unaweza kumfunga huyu mechi mbili unashindwaje kuzicheza tena mechi zingine 28? Maana yake wewe sio bora. Unajua mechi moja, approach ya mechi moja au mechi mbili ni tofauti na mechi 30. Na ndio maana ligi tunaamini mtu ambaye anafanya vizuri kwenye mechi 30 huyo ndio bora msimu huo, kwa sababu ameweza kuziapproach mechi nyingi kwa staili ambayo imempa matokeo. Lakini kuniambia kwamba eti anayeshinda hiyo mechi ndio bora. Tutaizungumza. Ngoja tutarudi tena kwako. Nitakurudia. Ali, ukiwa Zanzibar, habari za wakati huu? Unajua Zanzibar hasa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu Kwaresma kunakuwa kumepoa kabisa. Ali, nipe hali halisi iko vipi hapo Zanzibar wakati huu ambapo ukiwa unasubiria mtanange wa kesho? Hapa tumezungumza mambo mengi sana, ikiwa ni dabi ipo, na bila shaka wewe uko Zanzibar hapo, na naamini kabisa kama wewe ukiwepo sehemu ina maana hilo dabi lipo. Mimi kwa sasa hapa nimesikia kwa kweli dabi ipo, na siku mbali peke yangu tuko watatu ambao nilitangulia. Nipo Al-Makari maarufu Mufti, lakini nipo Baraka Alfred Mpenja sauti ya radi, lakini nipo Ramadhan Ngoda mwenyewe amezoea kujiita Al-Watan Ramadhan Ngoda. Hiyo ilikuwa ni advance team ya Azam TV ambayo tulitangulia tangu tarehe 23 ya mwezi huu wa pili kuja hapa visiwani Zanzibar, lakini kuashiria ya kwamba kweli mechi ipo tarehe 26 timu zote mbili kwa maana ya Young Africans na Simba Sports ziliwasili hapa kupitia bandari ya Malindi na tukawapokea hapo. Kwa hivyo ni kweli timu mechi hii ya dabi ya Kariakoo ipo hapa Zanzibar, na jana crew ile ya production ya Azam TV na yenyewe ikawasili. Hakika kweli dabi ipo Filipo Cyprian, hakuna shaka ya aina yoyote ya kwamba dabi ipo au haipo, ipo dabi ya Kariakoo. Bora kama tumeona kwamba Simba kama vile sionioni, najua wapo Zanzibar lakini kama hawajipapatui. Filipo Cyprian na watazamaji wa kurasa za mwisho, kitu ambacho wanatakiwa kujua ama kukikumbuka ni kwamba hii ni dabi ya Kariakoo. Ni mechi ambayo kiukweli inagusa hisia za watu wengi hapa Tanzania, lakini hata nje ya mipaka ya nchi hii ya Tanzania. Kwa hivyo mechi hii sio mechi ya mchezo. Kila mmoja huwa anaingia kwa mbinu ambazo yeye mwenyewe anaamini ya kwamba inaweza zikamsaidia kuelekea katika dabi hii ya Kariakoo. Nikwambie tu Simba walipofika hapa Zanzibar, wao walikuwa wanautumia uwanja wa Maisara ama viwanja vile vya Maisara kwa ajili ya kufanya mazoezi, na mara nyingi wamekuwa wakifanya mazoezi majira ya usiku saa 2 hivi kuendelea mbele. Young Africans wenyewe walikuwa wanafanya mazoezi katika viwanja vile pembezoni mwa uwanja wa Amani. Pale pembezoni kuna viwanja vya mazoezi, lakini jana Simba Sports walibadilisha eneo la kufanya mazoezi, wakatoka Maisara wakaenda Kilimani ya Ng'ombe. Kwa hivyo inahitaji utulivu kidogo kujua Simba wanapatikana eneo gani. Uweze kuvamia tu ukagundua ya kwamba Simba wapo wapi, lakini kimsingi timu zote mbili zinaendelea na mazoezi, na sisi Azam TV tulipewa ile privilege kwa nafasi yetu sisi kuweza kushuhudia mazoezi ya timu zote hizi mbili. Pale Young Africans kawaida Yanga huwa wanaanza mazoezi majira ya saa 10 jioni mpaka majira ya saa 12 kuelekea muda wa kufuturu, lakini Simba wao wamechagua kufanya mazoezi kuanzia saa 2
wakati ambao tayari mazoezi futari watu washamaliza kufuturu, kisha ndo wanaingia katika mazoezi. Na kama Simba wako sawa na muda, usiondoke Ali, wako sawa na muda wa nani, kwa sababu wa mechi wako sawa na muda wa mechi. Swali lako kwa Ali. Ali, toka mmefika Zanzibar, wananchi wa Zanzibar wameipokeaje dabi baada ya muda mrefu kuchezwa hapo Zanzibar? Kwa sababu Simba na Yanga mara mwisho waandishi wapo hapa, lakini ilichezwa kabla uwanja wa Amani haujafanyiwa marekebisho na ilikuwa kwenye kombe la Mapinduzi. Sasa hivi wananchi wa Zanzibar wanaipokeaje hii dabi, na ukiangalia kwamba uwanja wa Amani Complex umekuwa uwanja bora kwenye viwanja bora vya Afrika kwa sasa? Kama nimekupata vizuri, kiukweli wakati tunawasili hapa Zanzibar, kwa mbali kulikuwa na wasiwasi ya kwamba kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani huenda hamasa ya kuelekea dabi ikawa imepungua, lakini kiukweli kile ambacho tunakishuhudia hapa, kadiri siku zinavyozidi kwenda mbele, hali ikawa inabadilika taratibu, na hasa baada ya timu zote mbili kuwasili hapa visiwani Zanzibar, na hili linaashiria ya kwamba kadiri siku zinavyozidi kwenda mbele ndivyo joto lile la dabi ya Kariakoo limepanda, na sasa kiukweli yani ni kama vile bara tu kwamba dabi ya Kariakoo ipo na ule umakini kuelekea dabi na taarifa ama ile awareness kwa mashabiki ama wapenda soka ipo juu kweli, na hata ukitazama namna watu wanavyojitokeza kununua tiketi, kikweli hakuna shaka yoyote ya kwamba dabi hii itakosa mvuto ama msukumo. Na hata tunapozungumza na watu wa boli ama familia ya mpira, ikiwemo katibu wa ZFF amekiri ya kwamba hakuna chochote kitapungua katika kipindi hiki, kwa sababu eti kwamba kuna Ramadhani. Ni kweli watu wapo katika mfungo wa Ramadhani, lakini pia wapo wengine katika mfungo wa Kwaresma, lakini kiukweli hamasa kuelekea dabi ipo juu sana, na hilo litashuhudiwa kesho majira ya saa 2. Shukrani Ali kwa wakati huu wa asubuhi kabisa. Umesahau kuvaa miwani yako. Kuna miwani ya aina 3 umesahau, unafinyafinya macho. Asante sana, na mfungo mzuri uendelee huko Zanzibar. Asante sana. Ila miwani sidhani kama amenisikia. Lazima angejibu. Na angejibu chazi ya beli. Kwa sababu unajua watu wamemaki nani Ali kwamba ana miwani yake ya Kurasa, ana miwani yake ya studio, ana miwani yake sijui kama ya vipindi vingine ya kile kipindi cha mtandaoni kile kipindi cha mtandaoni na cha mtandaoni ana miwani yake tofauti. Kurasa ana miwani tofauti, alafu kutana naye mtaani anatembea na miwani tofauti. Sijai kunoti. Anza sasa. Leo hajavaa. Hii story bado naitaka, nani ameandika? Nimeona mpaka huko kuna mambo ya Mwichui ameandika, ndio hiyo nafikiri ameiboreshea huku Bwana Chale. Na pia nimeona huku katika hili gazeti la Mwana Sports pia wamegusia kuhusiana na ule ufalme ambao tupo tunaozungumzia. Wamemgusia, kuna Medi Kagere aliacha rekodi ya mabao ndani ya timu hiyo ya Simba, wametaja mwaka, wametaja miaka mingi. Kuna makipa walofunga dabi zote hizo. Kwa hiyo nafikiri mtazamaji akiwa na leo Jumamosi hii ukurasa wa 7 na headline gani? Ukurasa wa 7 kwenye ile gazeti la Ubeba. Ukurasa wa 7. Ukurasa wa 7 wa Mwana Sports. Yeah. Gazeti la Mwana Sports ukurasa wa 7 kuna makala ya ngoja tuone. Ndio. Sasa hiyo makala inazungumzia jinsi ambavyo hizo timu zimewahi kukutana Zanzibar na matokeo yalikuwaje kwenye mechi zao. Nyingi si mechi zao za zikupona walipokutana Zanzibar ni Mapinduzi, si ndio? Sio Mapinduzi. Kuna Afrika Mashariki na Kati. Kuna Kagame, David Mwakalibela. Yaani pale washakutana mechi kubwa. David Mwakalibela nini? Alienda kukosa penalty. Alikuwa mtangazaji nafikiri kama sikosei marehemu Chazi au Chazira. Au yule mwingine kama sikosei. Alikuwa Chazi. Ambapo alikuwa
hiyo Mwakalebela ile babu, natamani Azam TV mfanyie special makala mtu mmoja anaitwa Joseph Lazaro, kocha msaidizi wa Coastal Union. Anaweza akakuelezeni yani kwa undani kabisa hilo tukio la Mwakalebela kukosa hiyo penalti. Nataka nikumbushe mimi yani Joseph ndo alikuwa apige ile penalti akakataliwa. Waandamizi wakamwambia bwana wewe kaa pembeni. Bado kwenye timu ni mgeni. Kwa hiyo ana hiyo story nzuri sana ukikaa naye na kuelezea tukio. Na mimi umeniwahi Chazi, nilichotaka nikukumbushe na umri wangu, lakini nakumbuka tukio ni kwamba marehemu Chazila anasema Yanga wanasakiziana pale, wanatupiana mpira, nani akapiga hiyo penalti. Mpaka baadaye anasema sasa David Mwakalebela amechukua hilo jukumu. Kwa hiyo kama anavyosema Chazi, manake ukimwambia Sanifu Lazaro, Joseph Lazaro kama ataujiwa, atakwambia iko kipindi ambacho wanabishana. Yani yeye Joseph anakwambia walitrain vizuri kabisa mazoezini. Na yeye ndo alikuwa anafunga sana zile penalti. Na yani walikubaliana kabisa. Zikitokea penalti 5-5, walikuwa washachaguliwa wapigaji na yeye ndo alikuwa mpigaji wa 5. Anakwambia ni alipofika tu pale uwanjani ile mazingira yalivyokuepo, anakwambia namuona Mohamed golini. Alafu mimi Mohamed nimeshacheza naye Coast. Yani ile hofu kwamba mimi namjua Mohamed anaweza akaenda paka akaniharibia. Wale wachezaji wenzangu akamwambia bwana wewe sikiliza, wewe kama unaogopa hebu tulia kwanza. Akamwambia mimi yani wao wenyewe tu wachezaji senior sasa kwenye timu ambao walivyoanza kuonesha ile reaction kwamba wenyewe hawana imani na mimi. Na mimi nikashukuru pale pale, nikavua hata viatu. Yani nikavua kabisa hata viatu vyangu, nikabisa kwamba nisiende kabisa katika ile penalti. Sasa kama kasusa hapo. Yani hajasusa, yani anakwambia mwenyewe alishukuru kwa sababu anasema kama kuna pressure fulani ilimshika Sasa katika kuelekea hiyo dabi, utamu upo hapa. Unaona kule tuliona makocha, kumbe kuna wachezaji pia. Kwa hiyo tunakubaliana kila dabi ina wachezaji wake ambao wa kuangaliwa. Hapa kuna Depu. Depu naona picha ya Depu, lakini kule ameandika Diruk na Dube. Lakini hapa naona kuna Depu na Diruk. Alafu hapa kuna Tole na Depu. Kwa hiyo hizo picha zimerepresent tu. Kwa hiyo anasema utamu ndio huko hapo katika dabi. Unaenda Zanzibar? Mimi? Hapana. Sawa. Kuna kitu alikuwa anazungumza mwanzo. Fuka katisha, lakini alikuwa anasikia vile Chazi alikuwa anataka kukiweka sawa cha tuzo. Kwenye tuzo tulishamaliza. Kwenye zile mechi za dabi, jinsi ambavyo yani kwenye msimu zinaweza kukupa umaarufu au zikaondoa umaarufu. Sasa muda ule mkatisha Chazi alikuwa na hoja yake, alikuwa na baada ya ile hoja yako ukasema ukaniambia kwamba haiwezekani kwa mechi mbili. Dabi zinakufanya uwe proud. Yani dabi ni all about pride. Lakini wakati mwingine dabi haimaanishi ubora. Kuna wakati tumeona kuna timu inaweza ikawa bora kumzidi wenzake. Na kwa msimu huo na ikapata matokeo mazuri kwenye dabi. Kwa sababu dabi ni maandalizi, kwa maana ya timu inajiandaa na mechi mbili. Yani ni mechi ambayo ukiangalia hata maandalizi yake ni tofauti na mechi zingine zote. Lakini kusema kwamba dabi mshindi wa dabi ndo anakuwa bora, bado nadhani sio sahihi, kwa sababu bingwa wa msimu ndo timu bora katika ligi, kwa sababu ameweza kuzicheza mechi nyingi za ligi na akapata matokeo mazuri, na sio mechi moja au mbili. Mimi nitakupa mfano mmoja leo kwa mfano katika ligi kuu ya England, ikitokea kwa mfano kitu ambacho ni uhakika kitatokea, Arsenal akitoa ubingwa, Manchester United atakuwa timu bora kumzidi Arsenal kwa sababu alifunga Arsenal 3-2. Sasa ngoja nikwambia nilichokuwa na kiwazo. Kwanza umesikia sentence yake vizuri. Nimeelewa. Kasema ambacho ana uhakika kitatokea, kama unavyojua washabiki wa Arsenal. Hivi ndio ubingwa bado sana. Bado mechi 10. Bado mechi 10. Yaani maana yangu ni kwamba ya hiyo nini? Huo ubingwa bila kumfunga mtani
maana yangu ipo imelalia hapo. Yaani kama vile haunogi unataka kumaanisha. Haunogi maana yangu kwenye hiyo hapo sasa umeweka sahihi. Yaani hapo kwenye hiyo pride ambayo uliosema kwamba najivunia. Unajua kusema wote mnaoja. Research yangu ambayo nimeifanya nafikiri misimu minne, bingwa anayechukua ubingwa Tanzania bara anapoteza mechi 2. Yaani anachukua ubingwa hazidishi mechi 2 kupoteza ndani ya misimu minne. Nafikiri kuna msimu mmoja hakupoteza kabisa, msimu mmoja akapoteza mechi 3, nafikiri ndio huo tu. Lakini mara nyingi mechi 2. Mfano ukichukua msimu uliopita aliyomnyima Simba ubingwa ni Yanga. Yaani Simba kuruhusu kufungwa mechi zote 2 na Yanga ndio kulipomfanya akakosa ubingwa. Sababu tofauti ya Yanga na Simba msimu uliopita ilikuwa pointi 4 na Yanga alichukua pointi zote 6 kwa Simba. Kwa hiyo ina maana kama kuna sehemu Simba angeza labda kupambana na Yanga vizuri kwenye kucheza hizo mechi zake. Hata angalau mechi moja tu ya kufunga ama unaona, yani kama moja hivi angalau. Au angezalazimisha pacha tu zile mbili. Pacha tu. Alikuwa anachukua kwa sababu msimu uliopita Simba kafungwa na Yanga pekee. Simba amefungwa na Yanga akatoka sare na Coast nafikiri, Azam na Fountain Gate. Kwa hiyo tofauti yake na Yanga mpaka msimu unakuja kumalizika pointi 4, Yanga akiwa amechukua pointi 6 zote kwa Simba. Lakini ukifuata hiyo misimu ya nyuma yote pia Yanga amepoteza, nafikiri msimu ule wa nyuma alipoteza pia mechi 2, nyuma akapoteza mechi 2, alafu ule wa mwanzo kabisa ule ndo hakupoteza kabisa, ule ambao anaanza kumaliza ule ufalme wa Simba. Kwa hiyo hizi kwenye hizi timu zetu kubwa hizi mbili, dabi inaweza pia ikakupa picha halisi ya kwenda kwenye ubingwa. Ukifanikiwa kuchukua pointi zote 6, wewe una nafasi kubwa sana ya kuchukua ubingwa. Mechi sababu katikati anaweza akatokea mtu kweli akachukua ubingwa kama ambavyo alishawahi kutokea Azam. Au akatokea mtu akakaa katikati yenu. Lakini hizi pointi 6 za dabi zina picha nzuri sana ya ubingwa wa bara. Hapo ukurasa, hebu naomba ni ukurasa wa 6 kama sikosei. Naam. Angalia msimamo wa ligi ulivyo. Msimamo yani kwenye hiyo ligi. Unaona Yanga anaongoza. Natafuta. Yaani ukiangalia kwa sasa nataka kujua Azam ana pointi ngapi? Utakukuta. Unasema Azam ana pointi ngapi? Yaani hapo kwenye msimamo 22. Azam ana pointi 22 katika michezo 10. Michezo 10. Kazidiwa pointi ngapi na Yanga? Kazidiwa pointi 5. Yanga ana michezo 10 aliocheza. Pointi 5. 6. Yanga ana michezo 10 aliocheza. Ana pointi 28. Ya kwanza. Ya pili hapo ni JKT. Nimecheza michezo 17, yani ya pili hiyo. Tofauti ya michezo 7. Ina pointi 28. Huyo JKT usimweke kwenye hesabu. Ndio unashuka kile. Unajua kwa nini? JKT kacheza michezo mingi sana. Yaani huyo kwa idadi ya pointi alizonazo pointi 21. Yaani maana yangu mimi ni nini? Mimi naangalia hao farasi watatu. Kwa sababu katika ligi kuu ya Tanzania bara huo ndio ukweli. Farasi ni watatu, Simba, Yanga. Farasi mdogo mwingine anaokuja unamuona anakuja Singida labda. Huyo sio farasi. Huyo anajitahidi tu kusumbua mafarasi wengine. Hapo ukiangalia Azam ana pointi 22. Yanga ana pointi 28. Maana yake hapo michezo iko sawa. Yanga anapita nani Azam mechi 2. Yaani pointi 6 ambazo ni sawa. Maana yake ili Azam amfikie Yanga anatakiwa amfunge Yanga mechi 2. Ikiwemo raundi ya kwanza. Yaani hapo tunasema sasa kwamba ndo ikiwa tunasema factor zote zitakuwa iko. Yaani kwenye tunaashumu kwamba Simba, Yanga, Azam wameshinda mechi zao. Zote, yani zote. Ili Azam ampiku Yanga anatakiwa ashinde mechi dhidi ya Yanga. Ili apate pointi 6 awe sawa na Yanga. Sio, umeelewa? Simba angalau anatakiwa ashinde yani asifungwe mechi, ashinde naye mechi 2 kwa sababu kazidiwa pointi 5 na Yanga. Ndio napokoleza hoja ya Nkini kwamba mchezo wa kesho una nafasi kubwa ya kutoa mwelekeo wa ubingwa. Kwa sababu kama Yanga anamfunga Simba, maana yake Yanga akiwa amecheza michezo sawa na Simba, amemtangulia Simba pointi 8 difference. Maana yake Simba atatakiwa tena aombee Yanga afungwe mechi 2 na Azam. Alafu mzunguko wa pili tena yeye naye amfunge Yanga. Alafu matokeo mengine yabaki iko ili awe na nafasi ya kutoa ubingwa. Wakati huo yeye mwenyewe tayari ashapoteza na nani? Na Azam.
Umeona triki ya mchezo wa kesho ilivyo? Yeah. Na ikitokea Simba amepoteza mechi, Mimi naamini kitu hata Yanga ana relax kwamba huyu tena huyu kidogo huyu nitakuwa namwangalia baadaye sana. Sasa hivi huyu anamwangalia kwenye set. yani atakuwa anasema huyu namwangalia kidogo sana. Kwa sababu pointi 8 kama anavyosema Chazi, maana yake ni mechi mbili mtu afungwe. Aje afungwe na nyingine ya 3. Mimi kimahesabu yangu, mimi kwa mtazamo wangu. Ndio wewe kama Tabia. Na ni maoni yangu. Asichukuliwe kama ndio hivyo tena. Yaani asichukuliwe maoni ya chombo au maoni ya wenzangu wote waliokuwepo hapa. Maoni yako kama Simba anapoteza mchezo wa kesho. Ndio. Hesabu za ubingwa Simba asahau kwa msimu huu. Kwa mtazamo wangu. Kwa sababu kwa ubora ambao Yanga anauona nao. Yaani kwa ubora ambao anaona Yanga anamudu kitu kimoja kwenye ligi yetu. Yanga ana uwezo wa kufanya kitu kinachoitwa consistency ya matokeo mazuri. Yaani sio rahisi kuona Yanga anadondosha pointi. Yaani kudondosha kwamba leo labda akafungwa, kesho ka draw, kesho kutwa ka draw. Yaani ni nadra sana kwa Yanga. Yaani anaweza akapoteza pointi ile same mchezo huu. Akakupa mechi 7 mfululizo za ushindi. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi naona kama Simba inapoteza mchezo wa kesho kama anafungwa na Yanga, kwangu mimi naona kama hesabu za ubingwa kwa Simba zitakuwa ngumu. Pengine Azam anaweza akawa na nafasi nzuri ya kumchallenge Yanga kwa sababu yeye atakuwa na mechi zake 2 against Yanga ambazo anaweza kusema kwamba mimi nikifanya Yanga na hizo mechi tayari nimefanya nini? Nimecapitalize hilo gap la pointi 6. Na ikiwa kwa Yanga, yani badilisha hivyo Yanga, upande wa Yanga. Kama Yanga akifungwa mbio zinabaki hai. Mbio zinabaki, yani mbio zinabaki. Na hapo pia itakuwa hata Azam pia watakuwa wanampa kwamba mimi unaweza kumpata kwa sababu itakuwa tofauti pointi 2. Umeona trick ya mchezo wa kesho? Simba akishinda anapunguza na baki gap pointi 2. Simba akifungwa anaongeza gap Yanga na kwa gap pointi 8. Mimi yani naona pointi 8 kwa mazingira yetu na consistency ambayo Yanga amekuwa nayo kwenye ligi. Naona ni mchezo yani itakuwa ni ngumu sana kwa Simba kuzicapitalize pointi 8 dhidi ya Yanga. Mahesabu mazuri. Wakati mwingine mahesabu yana reflect mbele. Kuna kipindi hii kwenye CAF tulisema tutajua pale wakienda hivi na kurudi hivi. 3 na 4. Wakienda hivi wakirudi hivi tutajua kwamba nani anaenda robo finali. Na kwa mechi hiyo yanayosema Chale. Ni hivyo alisema pamoja na Nkini. Kwa tuangalie mechi ya kesho iko vipi. Hiyo 1, 2. Mechi ya kesho ni kesho tarehe 1. Mechi nyingine ni Mei 13 ya jamaa. Mei 13. Mei 13. Kwa hiyo maana watakaa mwezi mmoja tu, sio? Yeah. Mei 13. Alafu hapo katikati hapo kuna Azam Yanga hapo katikati hapo kabla. Tuna Singida Yanga. Kwa hiyo hapo tutajua. Yaani Singida Yanga wala sio nani sana. Sio yani alichokisema Chazi. Kama kuiona ligi, yani ligi ambayo ni tough sana. Simba ashinde kesho. Sababu kwa nini nakwambia hivyo? Kwenye misimu 4 hii mimi naona kipindi ambacho Azam ana uwezo wa kuwa challenge hawa wawili wakubwa msimu hapa. Asante. Ni kweli kabisa Kim. Yaani hiyo ni kweli kabisa. Uwezo wa kuwa challenge hao. Yaani Azam anaweza. Azam kama ataendelea na consistency. Hawa wakulu wana Doto wanaweza kushangaa pap. Jamaa yuko pale. Haya bwana, asante sana. Tumefika tamati ya kipindi cha Kurasa za Mwisho. Kesho ndio dabi na tunaisubiri kwa hamu. Na tayari tushapunguza saa zile za kuiwasili kuiona ile dabi, sio kwa nini kigumiziki kinanishika, kuiona ile dabi ambayo itachezwa hapo kesho katika dimba la Amani. Tutaangalia vizuri New Amani, yani watu New Amani Complex. New Amani Complex hapo kesho. Asante sana, ni kutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa Azam.